Karibu mpenzi mtazamaji, tunaendelea na mfululizo wa miaka mitano ya Othman Masoud Othman katika nyanja za siasa na utawala visiwani Zanzibar. Na safari hii tunatizama ni jambo gani ambalo anadhani ni dhamana kubwa amepewa ambayo anapaswa kuitimiza katika uongozi wake kutoka kwa mrithi wake Maalim Seif Sharif Hamad. Aliulizwa swali hili na hili ndo lilikuwa jibu lake. Mimi nadhani kama kuna jambo ambalo naamini na naliona naliwaza na naliweka mbele siku zote ni hamu ya Maalim Seif kutaka kwamba Zanzibar ifike pahala iwepo pale inapostahiki, kwa maana ya kwamba ikiwa na mamlaka yake kama nchi ya kuendesha shughuli zake ili kufika inapotaka, lakini na pia kutokana na mapito ambayo imepita, basi ni kuwa na Zanzibar ambayo watu wameungana kuwa kitu kimoja, kwa sababu kwa historia yao ukiachia siasa zilizoingia, basi Wazanzibari ni wamoja. Kwa hivyo mimi siku zote naliweka mbele hilo la kwamba hamu ya kuwa na mamlaka ya nchi hii kufika pahala ikarudi tena katika nafasi ambayo ilikuwa nayo ya kuwa na mamlaka yake ya kuendesha shughuli zake, lakini ikiendesha shughuli zake ikiwa na tija kwa Wazanzibari wote ambao wanahusika, Wazanzibari wakiwa kitu kimoja, wakiwa wamoja, wakikumbuka kwamba wao ni wamoja, kama ni kutafautiana wametofautiana katika misimamo yao juu ya nchi yao. Hilo ni jambo ambalo mimi kwa hakika siku zote naliweka mbele, naliona, nalitanguliza, na ndio linalolisukuma kuchukua hatua ambazo nachukua. Mbali na kushika nafasi ya mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo, kiongozi huyu pia alishika wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na kuwa sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar. Je, mwelekeo wa maridhiano na serikali ya umoja wa kitaifa kwa mtazamo wake uko vipi, na yeye ana utazama vipi au ana mipango gani kuhusu umoja wa Wazanzibari na serikali ya umoja wa kitaifa? Mimi nashukuru kwa tulikuwa na msingi wa jambo hili, na juhudi zetu kubwa katika kipindi hichi na za kwangu binafsi ni kuhakikisha kwamba hilo tunaliendeleza, kwa maana ya kuwaelimisha Wazanzibari, kwa maana ya kuwafanya Wazanzibari wafahamu kwamba umuhimu wa jambo hili na msingi wake vile vile. Mimi kwa hakika na faraja kubwa sana kwamba kazi hii tumeifanya vizuri sana, na baada ya uchaguzi sauti nyingi zimekuja zikitupongeza kwa kuchukua hatua ya kuwafunua macho wa Zanzibari. Kuna watu ambao tena wa CCM wa kweli kweli ambao wamekuja mbele yangu mimi kukiri kwamba katika maisha yao walikuwa hawajawahi kupigia kura upande wa upinzani. Mara ya kwanza katika maisha yao ni mara hii ndo wamepigia kura upande wa upinzani, kwa imani kwamba, na kwa sababu katika siasa maneno yao wenyewe waliosema, manake nasema mtu kwamba yeye na ndugu zake, watoto wake, pamoja na jamaa zake na majirani zake wengi, kitu kimoja ambacho walikiona na wamekieleza ni kwamba sisi hatukufanya siasa za siasa, lakini tulifanya siasa za dawa, za kuwaamsha Wazanzibari wao ni nani, nafasi yao ni nafasi ya nchi yao, haki zao, na nchi hii inaweza ikafika mbali kiasi gani kama Wazanzibari wataungana kuwa kitu kimoja. Tutapigania jambo moja na tutasimamisha misingi ambayo itaipeleka nchi hii mbele. Hayo yalikuwa ni siku za watu kadhaa tu, wengi. Hata jana niseme mimi nimepata mtu ambaye mmoja alikuja na salamu hizo za kiasi gani amefikwa na watu mbalimbali ambao hawakuwa watu wa upinzani tokea huko nakotoka, lakini mara hii wamemuomba aje kuniomba kwamba hizi juhudi tuziendeleze, tusiziache
njiani, wala tusizisusie wala tusivunjwe moyo na haya yaliyotokea, kwa sababu tumefanya kazi kubwa ya kuwarudisha Wazanzibari, wale waliokuwa wamevunjika moyo kurudi kwenye mstari, na wale ambao walikuwa hawajaamka basi kwamba wameamka, na huu ni ushuhuda wa watu wengi kusema kweli. Lakini ndio nasema wa mwisho basi nimempata jana, ambaye alikuja na salamu hizo. Kwa hivyo mimi kwa hakika nina faraja kubwa sana na imani kwamba tumefanya kazi hiyo vizuri, na naamini kwamba tunapata msingi wa kuiendeleza kazi hiyo, kwa sababu tayari tulishafanya kazi nzuri katika eneo hili. Mheshimiwa Othman Masoud anajulikana pia kwa misimamo yake linapokuja suala la muungano na mfumo kwa ujumla wa utawala visiwani Zanzibar na katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi ya watu wanamtizama kama mtu ambaye anapingamizi, anaupinga mfumo wa utawala nchini mwake. Yeye mwenyewe anasemaje? Mimi nadhani si kupinga. Watu nadhani tunapopishana ni pale watu wanapotumia neno kuupinga. Mimi sijawahi kuupinga, lakini ni kutaka kuuboresha, yani kuufanya uwe mzuri zaidi. Na huwezi kuufanya mzuri zaidi kama hujawapa watu hoja za kwa nini tulionao unaweza ukawa bora na ukaweza kutumika zaidi. Na hili mimi wengi wapo wanaokiri, na mifano ipo mingi tu, kwamba tatizo kubwa watu wengi wanapokuja suala la muungano wanachukulia katika zaidi siasa, ni jazba, ni hisia za kisiasa, ni utashi wa kisiasa. Wengine hata wanaofahamu wanatumia njia hiyo, lakini ukiwafahamisha hoja, mimi ninachosema ni kwamba hata kama dhamira ilikuwepo ya kuwa muungano, lakini kuna mambo ambayo ni kasoro za msingi, na kasoro hizi za msingi unaziona hasa kwamba kwa namna zilivyo, huna namna ya kurekebisha mfumo huu ukaweza kufanya kazi, huna namna ya kufanya mfumo huu ukaweza kufanya kazi. Na ndio maana kila mtu analalamika, hata hao wanaoamini katika mfumo huu, bado ukikaa nao pembeni, bado wote, mimi sijawahi kumuona kiongozi hata mmoja ambaye halalamiki mfumo huu kwa namna moja au nyingine, tena kuanzia rais mpaka mtu wa kawaida ambaye anatumikia mfumo huu. Sijawahi. Mimi marais wote niliowahi kufanya kazi nao, wote walikuwa na mambo ambayo wanalalamikia kwenye mfumo huu. Sasa si suala la kwamba shida, wakati mwingine wanalalamikia, wanachokosa pengine ni kujua tatizo liko wapi. Na mimi ndio maana siku zote nimekuwa nimejikita katika si jazba, si utashi, lakini kufahamisha kasoro zetu za msingi ziko wapi. Nilianza siku nyingi, miaka tuseme 10-20 iliyopita, 2005 niliwahi kuandika makala na nikaiwasilisha mbele ya mkutano wa chama cha wanasheria kuhusu masuala yasiyo na majibu katika muungano, na hakuna hata mmoja katika masuala yale tuliyoyaonesha aliokuja na majibu. Sasa huwezi kuwa na mfumo wa kikatiba ambao hauna majibu. Tena hauna majibu, ukimuuliza rais hana jibu, ukimuuliza mwanasheria mkuu wa serikali hana jibu. Lakini hata ukiuliza mahakama ya rufaa ya Tanzania katika kesi ya Maalim Seif Sharif Hamad ile ya 92, na pia katika kesi ya Machano na wenzake 18 maarufu kesi ya uhaini, mara zote mbili imeainisha kuna kasoro katika mfumo wa muungano wa kikatiba, zinabidi zirekebishwe. Kwa hivyo kwa hakika watu wanaosema nimekuwa labda naupinga, ama nadhani ni kutokufahamu kile ambacho nasimama nacho. Mimi nasimama hilo. Pengine tofauti yangu na wengine ni kwamba mimi sina maslahi wala utashi wa kisiasa. Mimi siku zote nimekuwa mtu wa kusimama katika upande niseme wa taaluma na ukweli, kwamba tuna kasoro hii.
whether mfumo huu unaupenda wewe, unautetea, lakini kuna kasoro hizi na ambazo sijawahi kupata majibu. Nadhani hiyo ndio tofauti yetu. Tofauti kubwa ni kwamba mimi sijawahi kuwa na utashi wala maslahi binafsi katika hili. Wengine wanashindwa kutetea ama kwa oga, kwa sababu wana utashi wao binafsi. Pengine mtu anaogopa atapoteza nafasi, mwingine anaogopa hatoeleweka. Lakini mimi akiwa hatonielewa mtu, atakuwa hakunielewa. Lakini sijawahi kuwa na woga wa kupoteza nafasi kwa sababu ya kutetea kitu ambacho ninakiamini kama hili ambalo ni la manufaa makubwa katika nchi yetu. Na wote ambao nimekutana nao, wataalamu na wasiokuwa wataalamu, ukiwaeleza hizi hoja wanaona hoja zake, na wengine wanakubali kama kweli hapa tuna tatizo. Kiongozi huyu ameweka bayana kwamba utendaji wake yeye siku zote unazingatia taaluma yake na dhima alionayo ya kuwatumikia wananchi, kwa maana kwamba wananchi kwanza, cheo madaraka yatafuata. Na sasa yuko katika nyanja za siasa, na siasa ina mambo mengi. Je, anawezaje kuendelea kuizingatia miiko yake hiyo ya kwamba taaluma kwanza, wananchi kwanza, cheo baadaye, katika uwanja huu wa siasa ambao uongozi, madaraka, ukubwa wa cheo ni kitu muhimu sana katika nyanja hii? Nilipoingia kwenye kazi hii ni kufahamu kwamba kwenye utumishi wa umma kuna misingi yake. Kuna misingi yake ya kufanya kazi ambayo ni kanuni, sheria ziliopo, miongozo, amri ziliopo na maelekezo yaliopo. Lakini katika siasa kuna pia miongozo, lakini miongozo yake inachotofautiana ni kwamba huku inabidi ufahamu kwanza chama chenyewe dira yake ikoje, na baadaye katika kutafsiri hii dira kunakuwa na misimamo na mitazamo mbalimbali ya watu binafsi, lakini ya makundi mbalimbali, kwa sababu siasa moja katika jambo lake la msingi ni makundi. Kwa hivyo ni kujua kuzitafsiri hisia za makundi mbalimbali na hisia za watu mbalimbali ambao wana uwezo wa ushawishi, kwa sababu kwenye siasa hilo ni jambo muhimu sana, kwamba nani ana uwezo wa ushawishi na nguvu yake na hoja zake na mtazamo wake, na haya makundi mbalimbali ambayo yapo katika siasa. Kwa hivyo huku mimi naona kwanza ninachoshukuru sana kwamba katika yale mambo ambayo nilikuwa nayaamini kitaaluma, na huku kwenye chama changu niliko sasa hivi ACT Wazalendo, ni takriban tunaoana au tunakubaliana kwa 99%. Nashukuru. Inawezekana tukatofautiana pengine lugha lakini ninachoshukuru sana nicho, na ndio kilichonifanya nikubali kuja huku. Ingekuwa tofauti mimi ingekuwa vigumu na pengine isingewezekana kuingia kwenye siasa kwa kupitia chama chingine ambacho kilikuwa kinatofautiana au mpaka leo kinatofautiana na mtazamo wangu wa binafsi wa kitaaluma, na mtazamo wangu kama mtu ambaye nayaona mambo kwa ukweli wake wa namna hiyo. Na hili niseme mimi hata mwanzo 2020 kuna upande mwingine nao waliwahi kuna mtu alikuja kuniambia kama naweza kufanya kazi nao katika serikali. Nikamwambia mimi bahati mbaya nina tofauti ambazo sizioni tutapatanishwa vipi na Chama cha Mapinduzi katika baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi. Kwa hivyo ninachoshukuru kwenye ACT Wazalendo kwamba yale ambayo ninayaamini na huku ndio yanaaminika. Kwa hivyo tunachofanya sasa hivi ni kuyaona namna gani tunayaendea kwa utaratibu ambao tunakubaliana kichama. Lakini kwa sasa hilo halijawahi kunipa shida. Wakati mwingine ni shida pale unapokuwa serikalini, kwa sababu serikalini tunaongozwa na mitazamo zaidi ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na kwamba tuko kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa kuwafanya wenzetu waamini au wakubali yale tunayoyaona sisi, hilo wakati mwingine ndio linalokuwa ni shida. Lakini kwa ndani ya chama changu na katika kufanya siasa, kwa kusema kweli niseme
Sasa nimepata uwanja tena wa wazi uliokuwa hauna vikwazo. Pengine nilikuwa nimepata uwanja niliokuwa nikiutafuta wa kufikisha fikra zangu kwa wananchi, na ninashukuru kwamba sasa jukwaa hili limenilipa au limelipa katika kupeleka mbele yale mawazo ambayo nilikuwa nayo, kwa sababu hayatofautiani na mitazamo ya chama changu. Na mpenzi mtazamaji, umeyasikia majibu ya Mheshimiwa Othman Masoud kuhusu maswali ambayo aliulizwa katika mazungumzo ya miaka 5 ya utawala wake. Na kama utapenda kuendelea kusikiliza mahojiano haya, usikose kujiunga nasi katika sehemu ya 3 ya mfululizo huu wa miaka 5 ya Othman Masoud na maswali magumu ambayo anaulizwa na kuyatolea majibu. Tuonane tena wakati mwingine, na tupe maoni yako. Unautezawaje msimamo wake, mawazo yake, fikra zake na mwelekeo wake, na unamwonaje yeye kama mwanasiasa? Asante sana, na tukutane tena wakati mwingine.